Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Agosti 21 siku ya Ijumaa. Tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema Wasira avunja ukimya wanaosaka urais 2030. Wasira avunja ukimya wanaosaka urais 2030. Lakini vigogo halmashauri watimuliwa bungeni kisa kudharau hoja zilizotoa CAG. Vigogo halmashauri watimuliwa bungeni kisa kudharau hoja alizotoa CAG. Lakini hatima kesi ya Lissu mikononi mwa majaji leo. Hatima kesi ya Lissu mikononi mwa majaji leo, na bwawa la Nyerere lilivyo fursa mpya ya ajira na uchumi. Bwawa la Nyerere ilivyo fursa mpya ya ajira na uchumi. Lakini wazee Heche amwombea radhi Wasira awajibu. Wazee Heche wamwombea radhi Wasira. Lakini bado kuna habari inayosema ng'ombe waibwa wachinjwa na wamiliki waachiwa ngozi. Ng'ombe waibwa wachinjwa, wamiliki waachiwa ngozi. Hiyo ni habari inapatikana pia kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Na Mwamposa abadili mfumo wa maisha ya Kawe. Mwamposa abadili mfumo wa maisha ya Kawe. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti la Mwananchi. Linaanza na habari inayosema maboresho ya mifumo ya NMB kuongeza tija. Lakini usugu wa dawa kwa wagonjwa wa H pylori. Na bwawa la Nyerere na sura mpya ya ujenzi wa uchumi wa Tanzania. Lakini siku ya uamuzi kesi ya Lissu. Abiria waja na mapya Magufuli. Modewiji kuwekeza shilingi bilioni 661 Msumbiji. Sukari chumvi zinavyobeba hatima yako. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Mtanzania leo. Linaanza na habari inayosema Madeleka kizimbani madai ya kudharau mahakama. Madeleka kizimbani madai ya kudharau mahakama. Lakini Dr. Kwilapo aingia saiti kutafuta suluhu ya migogoro ya ardhi Tanga. Na Benki ya Dunia kuendeleza ushirikiano na Tanzania. Benki ya Dunia kuendeleza ushirikiano na Tanzania ni katika miradi ya kimkakati inayolenga kuchochea ukuaji wa uchumi. Waziri wa fedha asema Tanzania itaimarisha zaidi sekta binafsi, na ahidi pia kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara. Lakini viongozi Chadema wapeleka mgogoro wa kinidhamu mahakamani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira lenye linaanza na habari inayosema makamu wa rais ateta na balozi mteule. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira, endelea ukurasa wa 5. Lakini World Bank yaahidi kuendeleza ushirikiano na Tanzania, na bilioni 60 kuboresha bandari ziwa Victoria. Na Mpogolo ampa siku 14 mkandarasi mradi wa DMDP. Lakini Benki ya Dunia yaisifu TPA usimamizi wa maboresho. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako la Mwananchi Huru naandika TRA yaendelea kutoa elimu mabadiliko ya sheria ya kodi. Lakini viongozi Chadema wapelekana kortini. Viongozi Chadema wapelekana kortini ni mgogoro wa kinidhamu kwa waliosimamishwa uongozi. Waiomba mahakama iwape idhini ya kufanya mapitio. Lakini Benki ya Dunia yaahidi kuendeleza ushirikiano na Tanzania. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania lenye habari inayosema Benki ya Dunia Tanzania ushirikiana kuendeleza miradi ya kimkakati. Lakini Chadema waenda kumalizana na mahakama. Waliosimamishwa wadai hawajatendewa haki. Wakili Mdeme asema kanuni zilikiukwa kuwaadhibu. Hilo ni gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo lenye inaandika naibu katibu mkuu CCM apokelewa kwa kishindo Pemba.
Naibu katibu mkuu CCM wapokelewa kwa kishindo Pemba. Lakini Dr. Mwinyi mgeni rasmi sherehe za maulidi ya Mtume. Dr. Mwinyi mgeni rasmi sherehe za maulidi ya Mtume. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kimataifa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, deni la taifa la Marekani lazidi dola trilioni 40. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye habari za kimataifa. Na gazeti lako Raia Mzalendo lenye naandika Dr. Nchimbi afanya mazungumzo na balozi mteule wa Malaysia. Na Chadema kwa zidi kuwaka moto. Benki ya Dunia yasifu kasi ya maendeleo Tanzania. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye naandika Rais Samia Benki ya Dunia kuharakisha mageuzi kiuchumi. Lakini kamati ya bunge yaitaka TANAPA kuimarisha miundombinu. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga. Na gazeti lako la Sauti Yetu linaandika Dr. Kwilapo, taasisi, viongozi na wananchi zingatieni sheria za ardhi. Bundi aendelea kuing'ang'ania Chadema. Lakini Tanzania Benki ya Dunia kushirikiana miradi ya kimkakati. Hilo ni gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Tanzania Leo linaandika polisi tutachukua hatua boda wanaochoma moto magari baada ya ajali. Lakini Samia kutoa somo bwawa la Nyerere. Na matumizi ya nesti ya okoa bilioni 27.64. Lakini WB kushusha neema Tanzania utekelezaji wa dira 2050. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika Rais Samia uwekezaji SGR ukuze uchumi, aeleza fursa Tanzania iwe lango la biashara na aishukuru Benki ya Dunia. Lakini mpango wa kukabili El Nino hadharani. Mpango wa kukabili El Nino hadharani, hiyo ni habari ukurasa wa pili. Nao wapinzani wasifu ujasiri wa serikali, hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Na mwanafunzi abuni kifaa tiba mtoto aliyozaliwa na manjano, hilo ni gazeti lako ukurasa 16. Lakini Rais Samia atoa pole ajali iliyoua watu 6 Tanga, hilo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika Benki ya Dunia yaahidi makubwa Tanzania, Wasira asisitiza msimamo haki CCM. Na gazeti lako la Uhuru lenye linaandika Muhasi agundua tiba asili kutibu tezi dume, na CCM yataka viongozi wasioyumba na Wasira. Lakini Dr. Nchimbi ampa nasaha balozi Mkeremi. Na Kunenge JNHPP kuimarisha upatikanaji wa umeme. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Uhuru naandika Yanga wembe ni ule ule. Lakini tiba kadi nyekundu Msimbazi iko hapa. Simba Queen kamili Sekafa. Lakini kimataifa Man United ya mtega Baleba. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini Mwanahabari gazeti lako linaandika Yanga yachukua alama 3 kwa Coastal Union. Yaichapa goli 4-1 KMC Complex. Lakini Mbeya City yaichapa Dodoma Jiji. Mangungu mpira hakuna uhasama. Jabari kuadhibiwa Simba. Alonso ubingwa EPL utakuwa mgumu. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Habari Leo linaandika Yanga ya washa moto. Lakini mamia wa mwaga kifukwe Karimje. Kadi nyekundu za mchefua Stibeka. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini Tanzania Leo gazeti lako linaandika Yanga ifumua Coastal Union. Kigogo Simba hatua bodi ya ligi kuu bara. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Mangungu Hersi wa mwaga kifukwe. Lakini Yanga yaichapa Coastal Union goli 4-1. Na Nape aungana na wasanii wa kongwe Dodoma. Lakini Joju wa Singida Black Stars yatua Lebanon. Na kimataifa Maseko auzwa bilioni 4.7 Denmark. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika kamati ya BLW yaridhishwa na ujenzi uwanja wa Afcon Fumba.
Zanzibar yaweka mikakati fainali mataifa ya Afrika. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, kwenye mchezo naandika Yanga Simba za mlilia kifukwe, lakini Simba yataka maboresho FVS. Simba yataka maboresho FVS, na kimataifa Barcelona yamtosa Alvarez. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti linaandika A to Z sakata la mwenda Yanga. Lakini moto wa Libasa Geye washtua Simba, Mo aibukia Msumbiji. Lakini kimataifa Arsenal inaanza mbio za Premier League usiku. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.